watendaji watakaosimamia jambo hili. Jambo hili linahusisha masuala ya kidharura. Wasisinzie wala wasifanye mzaha, kwa sababu ukisinzia kidogo tu inaathiri maisha ya watu wanaokwenda majini. Amesema mwenyekiti hapa, ukizembea tu kuambia leo ziwa limechafuka, unasababisha matatizo kwa uzembe wa kuona, wakati tuna vifaa vya kisasa ambavyo na nchi zilizoendelea ndivyo vinavyotumia. Ukipigiwa simu ukaacha kupokea, ukawabize una chati unaangalia katuni kwenye simu yako, ukapitwa na simu ya mtu ambaye anahitaji msaada wa dharura, utakuwa umesababisha madhara kwa yule ambaye alikupigia. Huku serikali imewekeza kwenye chombo cha kisasa cha kuokoa maisha ya wenzetu waliokufa. Sasa hawa watakaokaa hapo wajue wako kwenye kazi inayookoa maisha ya watu, tena kwenye masuala ambayo utekelezaji wake ni wa dharura. Nielekeze wawe macho na ni wawe watu wanaozingatia. Kwa nchi za wenzetu, masaa ya kazi unazingatia kazi, muda wa kupumzika na muda ambao uko nje ya kazi ndio unafanya mambo mengine. Na hii ni moja ya kazi itakayokuhitaji uwe macho kila wakati. Sasa ikitokea mtu akapigiwa simu ya dharura, simu tumetoa, vifaa tumetoa, akatokea amesinzia, mtu wa aina hiyo, Mheshimiwa Waziri, wala usimhamishe kituo, fukuza, aondoke kabisa, akachati huko anakotaka kuchati, kwa sababu hii ni kazi inayotaka mtu azingatie na atoe msaada kwa wakati ule msaada unaotakiwa. Ukichelewa mara moja, yule aliyeko kwenye dharura anaweza asipate hata muda wa kupiga.